Na mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa. Mvutano umeibuka kuhusu mchakato wa kufidia waathiriwa wa ukatili wa polisi ulioshuhudiwa wakati wa maandamano ya mwaka 2024 baada ya manusura na familia za waathiriwa kudai kuwa majina yao hayajajumuishwa katika awamu ya kwanza ya malipo yaliyotangazwa na serikali. Kauli hizo zimejiri viongozi wa ODM wakihimiza Wakenya watakaoshiriki kumbukumbu za maandamano ya Juni 25 kufanya hivyo kwa amani na kwa kuzingatia sheria. Michelle Mwangi anatuarifu. Kile kilichotarajiwa kuwa mwanzo wa safari ya uponyaji kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi sasa kinazidi kuzua maswali mapya. Haya yanajiri baada ya muungano wa waathiriwa na manusura dhidi ya ukatili wa serikali kudai kuwa hakuna hata mmoja wao aliyepokea taarifa rasmi kuhusu fidia iliyotangazwa na serikali kwa waathiriwa na maandamano ya mwaka wa 2024. Jana tuliweza kuona news na makao mtu akiweza kutangaza kuwa victims tumekuwa compensated, but hakuna victim yeyote ameweza kureceive pesa wala compensation yoyote from the government. So hii ni PR, ni uongo. Kulingana na muungano huo, visa 35 vya kutoweka kwa watu kwa lazima pamoja na visa 135 vya mateso ya kimwili havijajumuishwa katika awamu ya kwanza ya malipo iliyotangazwa. None of the 35 cases of enforced disappearances and 135 cases of freedom from torture have been listed in the purported phase 1 of payouts. Manusura hao wametoa muda kwa saa 24 kwa serikali kuweka wazi majina ya walionufaika katika awamu hiyo ya kwanza, la sivyo wataelekea mahakamani kutafuta haki. And what we want to give the compensation panel is to put them on notice that we shall be moving to court under the Article 47 of the Constitution on fair administrative action. Wakati huo huo, kiongozi wa ODM Oburu Odinga alipokea ripoti maalum kuhusu fidia za waathiriwa wa maandamano pamoja na ukiukaji wa haki za kibinadamu ulioripotiwa wakati wa maandamano. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, Oburu alisisitiza umuhimu wa haki, uwazi na uwiano katika mchakato wa kufidia waathiriwa. Because you cannot compensate life. It is just a matter of saying, recognizing that these people played a big role in the liberation of our country against oppression. Huku mzozo wa fidia ukiendelea, macho yote sasa yanaelekezwa kwenye maadhimisho ya miaka miwili tangu maandamano ya Juni mwaka wa 2024 siku ya kesho. Waathiriwa hao wamewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi kushiriki kumbukumbu hizo kwa amani, wakisisitiza kuwa siku hiyo ni ya kuwakumbuka waliofariki na waliopitia mateso wakati wa maandamano hayo. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi. Asante sana Michelle kwa taarifa.